Kingdom Revival Outreach ni huduma iliyojikita katika kuleta uamsho wa ufalme wa Mungu katika kila nyanja ya maisha. Tumetumwa kuamsha watu kuishi katika uzima wa Mungu, yani Zoe. Kama Yohana 10:10 inavyosema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hivyo tunaamini katika maisha ya ushindi, yani ya kifalme, dhidi ya dhambi, magonjwa, umasikini na kila uchafu wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, ikiongozwa na watumishi wa Mungu Sefoni na Agnes Sospita. Kingdom Revival Outreach ni chombo cha uamsho mkubwa wa Roho Mtakatifu hapa duniani. Miongoni mwa utakayojifunza katika somo hili, kwa sababu Yesu alikirimiwa jina mara hizi mara mbili. Alikirimiwa jina alipozaliwa mara ya kwanza kwa Mariamu, na akakirimiwa jina alipofufuka kutoka kwa wafu. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Maana yake ni hivi: kama ambavyo Yesu alivyokufa dhambi ikaishia pale, akafufuka Yesu mpya, ndivyo na wewe unapoamini Yesu alifufuka, na wewe unahesabika umefufuka pamoja na Kristo, sio yule wewe wa kale. Karibu. Kuokoka sio kuwa na matendo mazuri, ni zaidi ya hicho kitu. Kwa nini sasa? Sasa utajiuliza, mbona watu wana matendo mazuri na wajaokoka, na Yesu akija wataenda motoni yeye? Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu, ukifungua kitabu cha Warumi sura ya 3, tuanzie hapo, ni kuonyeshe kwa nini sasa watu wana matendo mazuri lakini hawajaokoka, lakini na Yesu akirudi wataenda motoni. Nataka nikuonyeshe watu wana matendo mazuri, lakini hayo matendo mazuri hayawapeleki mbinguni na wataenda motoni. Nataka nikuonyeshe ni kwa nini. Warumi sura ya 3 mstari wa 23, Biblia inasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Nitakuonyesha hapa maandiko yanasema wote, wanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Sasa pointi yangu haipo upande wa haki kwa leo, iko upande wa hapa juu. Anasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini mwanadamu ana tabia nzuri lakini bado hajitaenda motoni? Ni kwa sababu dhambi ilivyoingia duniani, umeelewa? Dhambi haikuumaliza utukufu wa Mungu, iliupunguza tu kwa mtu. Kwa kale ka utukufu ka Mungu kalikobaki kwa watu wote, kalikobaki kwa mlevi, kalikobaki kwa mzinzi, kalikobaki kwa mwizi, ule utukufu wa Mungu ule uwaga una namna bado unamsaidia huyu mtu atende matendo mema katika level fulani. Ndio mwanzo ukuta mtu hajaokoka, ajui kanisa, ajui mlango wa kanisa, pengine hata ajui Yesu. Unaweza ukaenda hata huko vijijini huko, hawajui hata neno kanisa, lakini utaona wanaishi, tunaita kwa ethics, wanaishi kwa maadili. Hicho kitu tunachoisha maadili ndio ule utukufu wa Mungu uliobaki kidogo kwa mtu, ndio kale kanuni kalikobaki kidogo. Akawezi kumpeleka mtu mbinguni kwa sababu dhambi ni asili. Nitakufundisha dhambi ni asili, lakini Yesu alikuja na asili nyingine. Kuna kitu tunaita, kwenye Kiingereza tunaita intuitive knowledge. Intuitive knowledge ni kama kwa Kiswahili tunaweza tukaita dhamiri au tash, yani kama dhamiri, yani kwamba kila mtu ana dhamiri fulani, kuna kakitoka kanamwambia kwamba hichi sio kitu kizuri. Sawa? Sasa ile dhamiri, ile intuitive knowledge ndio utukufu wa Mungu uliobaki. Na ndio utukufu mdogo wa Mungu uliobaki ndio unaofanya mambo makubwa pia hata. Ndio maana watu wanajiulizaga, kama kutoa 10 ndio kubarikiwa, mbona wa China, mbona wa nini hawatoi 10 na wabarikiwa kuliko sisi? Mbona Uarabuni wako hivi na hivi? Ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu ambao bado upo kwa mtu huu mdogo tu. Yaani ndio maana huu utukufu wa Mungu mdogo bado mtu anaweza kautumia kufikiri
Ninaposema utukufu wa Mungu uliobaki ambao haukumalizwa, ndio ile level ya akili ya mtu. Ndio mwanzo ukuta mtu hajaokoka lakini ana akili. Ana akili, yani anaweza kavumbua vitu. Watu wa kwenye waliovumbua Facebook au akina nani? Mark Zuckerberg. Anasema I don't believe in God. Haamini katika Mungu. Lakini ana akili balaa. Leo hii wewe Facebook ikizima unajiona kama haupo duniani. Kwa sababu kuna mtu alivumbua, lakini aliyevumbua hiyo Facebook haamini katika Mungu. Lakini kwa sababu gani? Kinachotumika nini? Ni akili, lakini ni akili ile ya Mungu ambao bado ilibaki pamoja na kwamba dhambi ili ikuja. Sasa nitakuonyesha kwamba huko baadaye tunavyoenda kwenye kuokoka tuna faida kubwa zaidi ya wale sisi. Na ndio hapo tunapata ile kula kwa jasho. Kula kwa jasho ni kula kwa kufikiri sana. Lakini tunapokuwa tumeokoka tunakula kwa mind of Christ, tunakula kwa inspiration, yani Mungu anakupulizia pumzi. Ile Roho Mtakatifu anakupa uwezo, tunaita mind of Christ. Hatuli kwa jasho kwenye Agano Jipya. Ndio maana hata Yesu aliwekewa miba hapa, ilikuwa ni ishara. Tawafundisha siku nyingine hilo somo. Nataka nikuonesha tofauti ya aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Ukishaokoka hauli kwa jasho. Unanisikiza? Utanielewa baadaye. Tawafundishaga nje darasani. Amen. Nje darasani. Na ndio maana mwalimu, nakuta watu wengi sasa hawana matokeo ya ufalme. Yaani hata kama ni matajiri lakini sio katika according to the kingdom. Sababu wanaamini wamestruggle. Na kweli unakuta wamestruggle, ila haikutakiwa kuwa hivyo kwa sababu kwenye ufalme tuna namna yetu nyingine ambayo tulikuwa tukidiscuss mara kadhaa. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu wakatawale. Pale mtu aliumba mtu kama roho. Sawa? Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Akaumba ili ni mwili. Tena Biblia ya Kiingereza inasema vizuri, inasema he made man of the dust. Mtu wa mwilini, mtu wa udongo. Kwa kuna mtu wa udongo na mtu wa roho. Unanielewa? Mtu wa roho aliumbwa kwanza, baadaye mtu wa roho akawekwa ndani ya mtu wa udongo ili ni mwili. Alafu akapuliziwa pumzi, akawa nafsi iliyo hai. Sawa? Kwa mtu akawa na nafsi. Kwa mtu ni roho, ana nafsi na anaishi kwenye mwili. Roho ndio mtu mwenyewe halisi. Ndio maana mtu anapoondoka duniani tunasema mwili wa marehemu, si ndio? Mwili wa sasa marehemu ni nani? Kama ule ni mwili wake, marehemu ni nani? Maana yake marehemu si ndio alikuwa yule mtu? Kwa hiyo mtu sio mwili, mtu ni ile roho. Amen. Sawa? Kwa hiyo mtu ni ile roho. Kwa mtu mara ya kwanza alikuwa ameungana na Mungu, ile roho yake. Dhambi ikasababisha mtu akakatika kutoka kwa Mungu. Narudia tena huu mfano, napendaga kurudia mara nyingi kwa ajili ya kuelewesha. Ashumu Mungu ndio hilo shina au ndio huo mti, alafu watu ndio matawi. Mtu ni tawi. Kwa hiyo dhambi ilipoingia ikamkata mtu kutoka kwenye shina lile, yani lile tawi likakatika. Sawa? Tawi likitoka kwenye shina litaendelea kuwa na uzima? Linanyauka, si ndio? Ndivyo ambavyo dhambi ilivyo. Kwa hiyo dhambi ni asili. Maana yake dhambi ni kukatwa kutoka kwenye uzima wa Mungu. Kwa hiyo dhambi ni zaidi ya matendo. Dhambi ni asili kwanza. Tuende zetu sasa. Wakolosai sura ya 3 tutasoma mstari wa 9. Wakolosai 3 kuanzia mstari wa 9. Wewe kwa muda wako unaweza kusoma tu hata kuanzia mstari wa kwanza, haina shida. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 9. Biblia inasema msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Sema utu wa kale. Utu wa kale pamoja na matendo yake. Umeona kuna vitu viwili. Kuna utu na matendo. Ule utu ndio ule mtu, ndio ile roho halisi. Sawa? Kwa hiyo sasa dhambi ilichanganyikana na ule mtu aliyokuwa ameumbwa kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Ile Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Biblia inavyosema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Sawa? Yule mtu aliyeumbwa Mwanzo 1:26, ule utu ule ulikuwa umekamilika katika utu wa mwanadamu, lakini ulikuwa umekamilika.
Sawa? Unanielewa? Dhambi ilivyoingia, huu utu ambao ulikuwa mzuri ukaingia virusi, ukachanganyikana, kwa hiyo ukawa kiasili ni utu mbaya. Umenielewa sasa? Kwa mfano hilo shina liwe hapo lina uzima, si ndio? Uzima wa mwembe. Alafu likikatika likakaa chini, mchwa wakaja nini likatafunwa, unaweza usijue kama hili ni shina la mwembe. Kuna mashina yamebunguliwa mpaka huwezi kujua hili lilikuwa ni mwembe au nini, si ndio? Ndivyo ambavyo mtu alivyokuwa. Yule mtu aliyeumbwa vizuri kwa Mungu alitakiwa endelee kukaa na Mungu. Dhambi ilimtenga na Mungu, kwa hiyo ikasababisha kiasili huyu mtu akaoza, ukawa huwezi kujua kama ni mtu au ni nini. Ndio maana ukaitwa utu. Ule utu ndio ule mtu halisi, ile nature. Sasa ule utu, Biblia inasema hivi, kwa sababu mmeuvua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Umenielewa sasa? Umenielewa? Maana yake nini? Mbwa anabweka kwa sababu ni asili yake kubweka. Uongo kweli? Nielewe, natoa mifano midogo midogo ili hata wewe ukitaka ukiwa unaongea na mtu kijiweni unamwambia kuokoka ni nini, unamuelezea kirahisi, anakuelewa. Sawa? Kuku anawika kwa sababu ni asili yake kuwika. Ninaposema asili, si mnaelewa? Yaani ametengenezwa hivyo. Software yake iko hivyo. Yaani hajilazimishi kuwika. Sawa? Wewe tukikwambia utambaye kama nyoka utashindwa kwa sababu sio asili yako. Utakuwa kama unajilazimisha. Ila nyoka anatambaa tu kawaida. Lakini wewe kwenye kutembea hujilazimishi. Wewe unatembea tu kwa sababu ni asili yako. Sawa? Kwa hiyo mtu alivyoumbwa, aliumbwa katika Mungu. Alikuwa na uzima wa mwanadamu uliokamilika. Naombeni msikilize vizuri hicho kitu. Mtu alivyoumbwa, kwa sababu Mungu ana aina nyingi za uzima. Kuna uzima wa malaika, kuna uzima wa nyota, ni uzima mwingine. Kuna uzima wa wanyama, ni uzima mwingine. Kuna uzima wa mimea, ni uzima mwingine. Ila wote ni uzima kutoka kwa Mungu. Umenielewa? Mtakuja kunielewa kwenye Agano Jipya tumepokea kitu gani. Yaani kuna uzima wa aina nyingi sana, God kind of life. Kwa sababu Biblia inasema hivi, kila kitu kimeumbwa. Ngoja nikusomee. Tusome Wakolosai sura ya 1. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16. Angalieni vizuri. Biblia inasema hivi. Hata ukitaka uangalie mstari wa 13, 14 ni sawa tu. Hapa anamuongelea Bwana Yesu. Anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Maana yake nini? Hiki chuma, kila kitu kiliumbwa kwa njia ya Yesu. Maana yake kina uzima wa Yesu. Au Yesu ndio aliyeviwezesha uzima wake. Kwa kila kitu kimetokana na Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, hakuna kilichofanyika bila neno. Maana yake kila kitu kilitokana na Yesu. Kwa kila kitu kina uzima wa Yesu katika level fulani, au uzima wa Mungu. The God kind. Hilo neno kind ni la muhimu sana. The God kind. Kwa hiyo mmea una uzima wa Mungu. Kwa hiyo ni uzima wa mmea, ila ni wa Mungu, ila ni wa mmea sasa. Umeelewa? Alafu kuna uzima wa ng'ombe. Umeelewa vizuri? Ila kwa ujumla unaweza kusema ni uzima wa wanyama, ambao ni tofauti na uzima wa mtu. Umeelewa sasa? Kwa mfano wanyama wenyewe hawana akili ya kutambua mema na mabaya, ila kwa mtu uzima aliopewa ana uwezo wa kutambua mema na mabaya. Huo ni uzima wa mtu. Ila yote ni uzima wa kutoka kwa Mungu, au ni aina ya uzima wa Mungu. Umeelewa sasa? Mwanadamu alikuwa na uzima wa Mungu, lakini ni uzima wa mwanadamu uliokamilika. Umeelewa nikisema hivyo? Ni uzima kutoka kwa Mungu, lakini ni uzima wa kiwanadamu sasa. Kuna uzima wa kiunyama na uzima wa kimti, si ndio? Na uzima wa kimchanga. Huyu akapewa uzima wa kimtu. Umeelewa sasa? Kabla ya dhambi huu uzima ulikuwa umekamilika. Nataka nikuonyeshe kwa nini dhambi iliwezekana kuingia kwa Adamu, pamoja na kwamba aliumbwa kwa sura na mfano. Nataka nikuonyeshe hicho kitu. Ni kwa sababu mtu aliumbwa na uzima wa mtu uliokamilika. Yule mtu aliyeumbwa Mwanzo 1:26 ndio huu unaitwa utu wa kale uliounganika na dhambi baadaye. Sawa? Nataka nikuonyeshe kwa nini huu uzima, japokuwa alikuwa ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kwa nini dhambi iliwezekana kuingia. Kwa sababu ni uzima wa Mungu, lakini ni wa mtu, katika level ya mtu. Sawa? Alafu nikuonyeshe kwa nini kwenye Agano Jipya Biblia inasema hivi, aliyezaliwa na Mungu atende dhambi. Nataka nikuonyeshe sasa. Kwa sababu ya these kinds of life. Kwa sababu kuna uzima mingi.
Huu uzima tuliopokea kwenye Agano Jipya haukubali dhambi. Ni ngumu, yani haiwezekani. Na huu Adamu angeupata kabla asingekosea. Sema alikosea kabla hajaupata huu uzima unaoitwa wa milele. Adamu alikosea kabla hajaupata huu uzima. Angeupata huu uzima kwanza. Ndio maana Mungu alipokosea akasema hivi, asije akarudi akala matunda ya mti wa uzima akaishi milele. Sasa lingetokea kosa fulani kubwa sana. Shetani, Adamu angeishi milele, asingeweza kufa, lakini angeishi kwenye dhambi, isingeweza kubadilika kwa sababu angeishi kwenye mateso ambayo ni milele. Ndio maana Mungu ilibidi atoe. Sasa hilo ni somo la siku nyingine nitafundisha. Lakini nachotaka kusema kwamba ule uzima wa mtu ndio huu unaitwa utu wa kale. Sasa ulikuwa umeumbwa vizuri na Mungu, lakini dhambi ikasababisha ukakatika huo utu. Kwa mtu akaanza kuishi bila kumjua Mungu na mtu akaanza kutembea. Kwa mtu kiasili akawa ana dhambi, au simasiaga dhambi ya asili. Maana yake nini? Ni mtu ameunganikana na dhambi. Ndio maana Mungu kwenye Agano la Kale alikuwa anashindwa kuitenga dhambi na mtu. Ndio maana alikuwa anaua. Sio kwamba Mungu alikuwa anaua, Mungu alikuwa anaihukumu dhambi. Sasa Mungu akijikuta anaihukumu dhambi anashindwa, sababu imechanganyikana na mtu sasa. Yaani sasa nitafanyeje yani? Yaani ni kama ngozi yangu hii, yaani utake eti utoe sijui nini. Utajikuta tu umeitoa ngozi yote. Kwa sababu mtu, yaani ukitaja mtu umetaja dhambi, na ukitaja dhambi umetaja mtu. Ndio maana akasema hivi, mwanadamu mawazo yake yote, akasema hivyo kwenye Mwanzo 6, si ndio? Akasema mwanadamu sitashindana naye kwa sababu mawazo yake yote tangu ujanani anawaza vibaya. Yaani unajikuta ndio hivyo tu. Wapendwa, kabla hujaokoka au maisha ya huko nyuma, si ulijikuta kuna kitu kimejikuta kipo tu naturally, kiasili. Wengine ni hasira, wengine ni tabia fulani, labda uongo, wengine si ni tamaa. Yaani umejikuta umekuwa mkubwa, umejikuta yani ipo yani. Wewe ni shahidi, hicho kitu unakikumbuka hata kimoja, si ndio? Sitaki ukitaja au utakitaja, si ndio? Uongo ukweli? Ndio sasa maana ya dhambi. Yaani maana yake hauna kosa, wewe umezaliwa zako tu, lakini kwa sababu ile kuzaliwa tu tayari ilishanganyikana na dhambi mpaka mkubali Yesu ndio itatoka. Yaani unajikuta ile inaishigi na wewe tu kabla hata hujaanza kujitambua. Ndio hiyo asili inavyomaanisha sasa. Yaani wewe ndio ulikuaga hivyo kabla hujaokoka. Unanielewa sasa? Yaani unatamani kuacha hivi unashindwa. Yaani ulijikutaga huko hivyo tu. Ulivyoanza tu kupata ufahamu, yaani tokea umepata unajikutaga huko hivyo, yani unashindwa. Wengine ni kutoka kwenye makabila labda wamelisi, ndio maana unasikia wanasema kabila fulani waongo. Ni ile asili sasa dhambi. Kwa hiyo imeenda kwa makabila fulani ikachukua kitu ikawa kama tabia yao. Unaelewa sasa? Hiyo ndio dhambi. Dhambi sio matendo kwanza. Dhambi ni asili. Sasa na Yesu alivyokuja, alikuja kushughulika na asili kwanza. Ndio maana Biblia inasema hivi, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae nini? Dhambi aichukuae. Watu wengi hawajui hicho kitu. Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Biblia inasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Yaani huyu ni Yohana, alimuona Yesu anakuja kwa Yohana, sawa? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Sawa? Twende pia na Korinto wa pili sura ya 5. Ni maandiko yanayofanana. Korinto wa pili sura ya 5 na mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa sasa Bwana Yesu anapokuja, Bwana Yesu alikuwa mtakatifu, si ni Mungu? Alizaliwa vizuri, si ndio? Hakuwa na dhambi yoyote. Sawa? Bwana Yesu hakuwa na dhambi. Si tunaelewana wapendwa? Nakumbuka tunaposema dhambi inakaa maeneo haya. Rohoni, ambako ndiko kwenye mtu mwenyewe halisi. Kwenye nafsi pale unapotumia kuwaza mawazo nini, na kwenye mwili. Kwenye mwili kuna matendo yanarekodiwa. Tunaposema mwili tunamaanisha damu.
Ndio maana unakuta watu wa familia fulani kale kadamu kenu kale, unakuta kuna katabia fulani kalikuwepo. Takufundisha ukishaokoka kuna nini kinafanyika. Takufundisha. Kwa dhambi iko kwenye maeneo matatu. Jambo la kwanza, Yesu akikuokoa kule rohoni panakaa sawa. Iko pamoja. Na huku pengine Biblia inaonyesha jinsi ya kushughulikia. Sawa? Kwa sasa Yesu alikuwa mtakatifu. Yesu akaishi duniani, akatuonesha mfano wa jinsi unavyoweza kuwa mtu na bado ukaishi katika utakatifu. Akaishi maisha yote miaka 33. Siku ya mwisho akaenda wapi jamani? Msalabani. Yesu akasulubiwa. Sasa nataka nikuoneshe Yohana anavyosema kwamba aichukuae dhambi ya dunia. Mtumishi wa Mungu Paulo anakuja kuonesha kwenye Wakorintho wa pili 5:21 hapa. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki na Mungu. Sasa Bwana Yesu pale msalabani sio tu kwamba alibeba dhambi, ila alifanyika dhambi. Yaani Yesu ndo alienda kufanyika ule uzinzi wenyewe ule. Kuna tofauti ya kuwa mzinzi na wewe kuwa uzinzi. Unaelewa hicho kitu? Yesu ndo alifanyika ile nguvu ya dhambi. Yaani kile kinachosababisha watu waende wakazini kila siku wachepuke, Yesu ndo akafanyika hicho kitu. Yaani akafanyika hiyo nguvu. Umeelewa sasa? Kinachosababisha watu waibe, kale katamaa kinachosababisha watu waibe, sawa? Yesu ndo alifanyika kale katamaa sasa kenyewe na kusababisha watu waibe. Sio, unaelewa tofauti hivyo vitu vile? Yaani Yesu alifanyika dhambi. Yesu alifanyika dhambi, sio tu kwamba alibeba dhambi, alifanyika dhambi. Kwa lazima uelewe kifo cha Yesu msalabani kilikuwa kina maana gani. Kifo cha Yesu msalabani kina maana kubwa sana. Kwa Yesu alipofanyika dhambi, kwenye mwili wake na kwenye roho yake huko pote kwenye nafsi. Na kusomea maandiko. Soma kitabu cha Isaya 53. Ngoja tuone hapo kidogo Yesu alivyokufa. Nitasoma mstari wa 8 mpaka wa 10 hapo. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Umeona mstari wa 10 sasa B. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Kwa Yesu kuna aliyopigwa, Biblia inasema kwa kupigwa kwake kwenye mwili na kwenye nafsi yake alibeba, kama tunavyoona. Utafanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Kwa nafsi ya Yesu Kristo ikawa dhabihu kwa dhambi. Kwa sababu gani? Mtu alikuwa amekufa katika roho. Ndio maana Yesu akalia Eloi Eloi kama sabaki. Mungu wangu, mbona umeniacha? Sababu gani? Yesu alifanyika dhambi. Kwa sababu Mungu hapatani na dhambi, Yesu akafanyika mtu sasa. Mtu, yani ile level ambayo Yesu alilia ndio level ambayo mtu alikuwa. Yani level ambayo mtu alikuwa mbali na Mungu, hamjui Mungu. Mtumishi wa Mungu Paulo anasemaje? Anasema sheria ilikuwa ni nzuri, lakini mimi nilikuwa nimeuzwa dhambini. Kuuzwa maana yake haupo hapa. Kama kitu kimeuzwa Dar es Salaam, kitakuwepo Mwanza. Kuuzwa dhambini maana yake ulikuwa mbali kwa shetani. Sasa mtu yule aliyeumbwa vizuri kwenye Mwanzo 1:26, alipokufa ni kama tawi likakatika, likawa limeuzwa, liko mbali. Alijui kinachoendelea kwenye shina. Hiyo ndio dhambi ilivyokuwa. Na mtu yote ambaye hajaokoka ndio yuko hivyo. Hajui kinachoendelea kwa Mungu, hata kama anapumua kimwili, lakini kiroho hajui kinachoendelea, amekufa. Kwa ambaye hajaokoka ni mtu aliyekufa. Japokuwa anaishi kimwili, lakini amekufa kiroho, amekufa. Hajui kinachoendelea. Jamani, aliyekufa anajua tunachoendelea sasa hivi hapa juu? Hajui, hakuna, si ndio? Hajui kama tumekusanyika, hajui kama mtumishi wa Mungu amependeza kuliko watu wote huko ndani. Hajui. Hajui. Uongo kweli? Hajui, yani amekufa. Ndivyo ilivyo mtu ambaye hajaokoka. Mtu ambaye hajaokoka maana yake amekufa.
hajui kinachoendelea katika Mungu. Na kufundisha hivyo ili nje kufundishe kuokoka nini, utaelewa kirahisi sana kuokoka. Amen. Au wokovu ni nini sasa? Kwa Bwana Yesu alikufa kama dhambi, ndio maana kalia Eloi Eloi. Akafa. Kwa Bwana Yesu akabeba dhambi, akaimaliza. Pale ndio shida ya dhambi iliondoka. Mkuu, wewe ni shahidi, mwalimu mwenzangu. Tatizo la kanisa sio dhambi. It's not sin. Dhambi haipo. Yaani kwa mtu aliyeokoka hakuna kitu kinaitwa dhambi. Sasa hii gospel ukifundisha kwa wengine anaweza akafikiri unasababisha umeenda extreme ukasababisha watu wengine waanze kuasi. No, ni kitu cha kawaida. Sababu Yesu, unajua dhambi na wokovu ni hesabu. Ni mathematics kabisa. Wapendwa, nimebeba hichi kitu. Hichi hapa. Nikaenda nacho kaburini. Kipo hapo. Hii hapa Biblia. Sawa? Au hichi hapa mnakiona, sawa? Nimekibeba. Shap. Nikaenda mimi huyu, sawa? Mkaniweka kaburini. Nikaenda nacho, mkaniweka kaburini. Hichi bado kipo hapa duniani. Kanisa likijifunza vizuri maana ya kuokoka, watu watatembea kwenye ushindi sana. Tatizo la Mkristo sio dhambi. Yaani ukishaokoka, hiyo issue hiyo iondolewe. Usisahau huo mfano wangu, iliondoka kabisa. Ndio maana akasema hapa kwenye kitabu cha Wakolosai nilichowasomea, mvae utu mpya unaofanywa upya, mkivua utu wa kale na matendo yake. Kwa sasa kuokoka ni nini sasa? Yesu alivyokufa kama dhambi, akaondoka na dhambi, ikawa mwisho wa dhambi. Ndio maana nimesema tatizo la wanadamu ni dhambi, lakini pia sio tatizo kwa sababu Yesu alishashughulikia. Ila ni tatizo kwa sababu bado hawajampokea tu Bwana Yesu. Ndio maana akasema hivi, ni kama nyoka wa shaba. Ukimwangalia hautaangamia kama wale wengine ambao wanaangamia sababu hawajaamua Yesu. Kwa sasa ndio maana Yesu akarudia maneno akasema hivi, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwenye asipotee bali awe na uzima. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni nini? Au wokovu ni nini? Wokovu ni kuzaliwa mara ya pili. Hicho kitu usikisahau. Kuna maana nyingi za kuokoka, ila hii ni konki. Nataka niifundishe hii kwa wiki kama ngapi. Kuokoka ni kuzaliwa. Yaani tunaposema kuzaliwa, bosi, maana yake umezaliwa mara ya. Kitu kinachozaliwa waga kina uzima. Uongo ukweli? Kitu kilichokufa hakina uzima. Kwa tunapokuwa tumezaliwa, tunazaliwa na uzima mwingine. Unaitwa uzima wa Mungu au unaitwa uzima wa milele. Na hiyo ndio injili ya Agano Jipya nakwambia. Ndio maana Yesu akasema hivi, wote watakaompokea hawatapotea bali wawe na uzima. Kuokoka, kuna maana nyingi za kuokoka. Kuokoka ni kutoka mautini kuingia uzimani, kuokoka ni kuingia nuruni. Ni kweli, naweza nikazifundisha hata hizo. Lakini nataka nishughulike sana na hapa ambako ni kwenye call, yani ile yenyewe ile. Hata nikija kufundisha hizo zingine za kuokoka, sio kutoka mautini kuingia uzimani, utanielewa vizuri. Ukishaielewa kwanza hii. Sawa? Yesu alikufa kama dhambi. Sema Yesu alikufa kama dhambi. Hakufa kama mtakatifu Yesu. Hakufa. Unajua mara nyingi wakati mwingine lakini tunajikuta kama tunataka kumix kwamba baba Yesu alikufa kama handsome boy fulani pale. Jamani mnanionea sana jamani, nitaona kufa hivyo jamani. Hamna, Yesu hakufa kinamna hiyo. Tunatunga hadi na nyimbo. Walimuonea sana Bwana Yesu. Tunamuonea huruma siku ya nani? Siku ya Christmas. Sasa nini? Pasaka Pasaka ndio ile. Tunamuonea sana, tunatunga nyimbo za huruma za kumuonea huruma Yesu. Ni kwa sababu tu ya kutokuelewa baadhi ya vitu. Kwa Yesu asingekufa kwa sababu Yesu ndio uzima. Ndio maana akasema natoa maisha yangu. Yaani hakuna namna unaweza ukauua uzima. Ni ngumu. Kwa hiyo ilibidi Yesu afanyike dhambi ndio awe na uwezo wa kufa. Na Yesu ilibidi afe ili aende kuzimu. Kwa sababu kuzimu ndio kwa kuna nguvu za mauti. Narudia tena. Kuzimu ndio kwa kuna nguvu za mauti na kwa kuna nguvu za dhambi. Hakuna namna Yesu angeweza kwenda kuzimu mpaka awe mwenye dhambi. Ndio maana ilibidi abebe dhambi akaenda kule chini. Nitakuja kuwafundisha baadaye huko
kuokoka, ukishaokoka unaweza ukaamua wewe mwenyewe kufa, ukaamua au usife, unaamua, kwa sababu tayari yale mamlaka yote ya kuzimu na mauti na dhambi yote Yesu alishayachukua. Akarudi juu, alafu aliporudi juu akasema nimewapa mamlaka. Yale yaliyotoka nao kule chini, kule yaliyokuwa yamechukuliwa na mengine yakatoka kwa Mungu mapya, akasema nimewapa. Nitawafundisha kujifunza baadaye siku zinazokuja. Sawa? Kwa Yesu alipokufa kama dhambi, habari ikaishia pale. Sema habari ikaishia. Kwa habari ya Yesu wa kwanza, habari ya Yesu wa Nazareti mkuu iliishia kwenye msalaba. Kwa nini sometimes kanisa hatuoni, sio kwamba hatuoni kabisa, kwa nini kama mwingine hatuoni matokeo makubwa zaidi? Tumemeja na Yesu wa Nazareti. Kanisa halijafundisha sana Yesu aliyefufuka. Sasa Yesu alikufa kama dhambi, habari ya dhambi ikaishia hapo. Ndio maana wanaosema hivi Yesu alituleta tuwe kama Adamu wa kwanza hawako sahihi. Wana ukweli ila sio wote. Kwa fakta hii hapa. Yesu angeishia msalabani, si ameishia msalabani kwenye dhambi, damu yake imemwagika na dhambi zikafutwa kila kitu kama tunavyoelewa. Habari ikaishia hapo, si sawa? Msalabani. Mwanadamu angekuwa na uwezo tena wa kuanguka dhambi vile vile kama Adamu wa kwanza. Kwa sababu kulikuwa hamna kitu kipya ambacho kingemwezesha mwanadamu kuwa na sin proof au kumsababisha kuwa mbele za Mungu bila hatia na kuwa mshindi. Kitu pekee kilichokuja kusababisha mwanadamu awe na uwezo wa kuishi kikonki zaidi ya shetani ni kwenye kufufuka kwa Bwana Yesu, kwenye kufufuka. Ndio maana hata kwenye kuokoka tunasema hivi kwenye Warumi 10, ukimkiri Yesu ya kuwa ni Bwana na kwamba Mungu alimfufua, sio kufa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu. Hapo ndio kuna teknolojia, hapo ndio kuna hesabu ya kuokoka, kwenye kufufuka. Msalaba ni mzuri na kila kitu ni kizuri. Kusinge kuwezekana kufufuka bila msalaba. Msalaba lazima ungepitiwa. Ila msalaba haukuwa mwisho. Msalaba ulikuwa ni namna ya kutupeleka kwenye mwisho. Kwa sababu kuna kitu kipi ambacho Mungu alikuwa anakitaka akilete duniani, lakini kisingewezekana mpaka huyu mtu afe wa kale. Alafu aumbe viumbe vipya, kwa sababu Yesu alifufuka kama kiumbe kipya. Yesu alikufa kama dhambi, yani Yesu alifanyika mtu pale msalabani, alifanyika wewe halisi sasa. Yani manake ule utu wako ule uingiliwa na dhambi. Nilisema dhambi ni nini? Ni asili. Usisahau dhambi ni asili, yani ilichanganyikana na mtu, kwa hiyo uwezo kumtofautisha mtu, na ni kama mti uliwe mchwa, uwezo kutofautisha udongo na mti. Si sawa? Hivyo. Kwa hiyo mwanadamu alivyokosea akachanganyikana na dhambi. Kwa hiyo ukawa uwezo kumtenga mtu na dhambi. Aliyekuja kutenga hiyo hesabu ni Yesu tu. Ukisoma Warumi 8 nitawafundisha wiki ijayo. Kwa Yesu alivyopigwa kwenye mwili wake akaweza kutenga mtu na dhambi, kwa sababu ilibidi aende kaburini, aipeleke dhambi, iondoke dhambi isiwepo, alafu afufuke kama kitu kingine kisicho na dhambi. Unanielewa sasa? Kwa Yesu hakufufuka kama Yesu wa Nazareti. Na ndio maana alipofufuka alikirimiwa jina la Yesu tena mara ya pili. Kwa sababu Yesu alikirimiwa jina mara mbili. Alikirimiwa jina alipozaliwa mara ya kwanza kwa Mariamu, na akakirimiwa jina alipofufuka kutoka kwa wafu. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Maana yake ni hivi, kama ambavyo Yesu alivyokufa dhambi ikaishia pale, akafufuka Yesu mpya, ndivyo na wewe unapokuwa umekiri dhambi zako, umempokea Yesu, unapoamini Yesu alifufuka, na wewe unahesabika kwamba umefufuka pamoja na Kristo, sio yule wewe wa kale. Unanielewa sasa? Ndio Biblia inasema hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale yote yamepita. Yesu alikufa kama dhambi, ila alifufuka kama kiumbe kipya. Kalili tu hivyo, alifufuka kama kiumbe kipya. Maana yake alizaliwa mara ya pili. Kwa hiyo na wewe unapomwamini Yesu unahesabika kwamba sio yule Kevi Mnyamwezi, sio Kevi Msukuma. Kwa sababu Yesu alikufa kama Yesu wa Nazareti. Alikufa kikabila, alikufa kiisraeli, alikufa kwa according to the law, alikufa kwa sababu kutokana na sheria ya Kiyahudi, lakini alifufuka kama Mungu mtu. Ndio maana alikuwa na uwezo hata wa kuingia kwenye nyumba bila kugonga hodi. Biblia inasema hivi, kama Yesu alivyofufuka na hivyo na nyinyi hesabuni.
Kwa issue ya Agano Jipya ipo kwenye kujihesabu tu. Lakini ukijihesabu wewe ni mwana wa Mungu mtakatifu, utaishi kitakatifu. Kwa sababu gani? Ya Yesu alichokifanya. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13. Itaanzia mstari wa 33. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 33. Narudia sana ya maandiko. Ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo. Paulo huyo alikuwa anashusha gospel. Kwa kumfufua nani? Yesu. Sema kwa kumfufua Yesu. Kwa kumfufua Yesu. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2. Wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena ya kuwa alimfufua katika wafu asipate kurudia uharibifu, amenena hivi: nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi yaliyoamini. Ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa Yesu alizaliwa mara ya pili. Yesu alikuwa mtu wa kwanza kuzaliwa mara ya pili ni kuokoka. Tumalizie na andiko la mwisho wa Ibrania. Kwa ndio maana nakuja nitakufundisha kuanzia wiki ijayo sasa. Naona poamini kwamba Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, unahesabika umeokoka. Ibrania 5:5. Biblia inasema vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia. Kwa sababu Yesu alikuwa kuhani mkuu lini? Si baada ya kufufuka mwalimu? Ndio maana alisemaje? Alimwambia yule Mariamu, usiniguse, kwa sababu alikuwa bado hajapeleka damu yake wapi? Kule juu, patakatifu pa patakatifu. Sababu kuhani mkuu ndiye alikuwa anaingia na damu kwenye patakatifu pa patakatifu. Yesu wakati yuko duniani hakuwahi kuwa kuhani mkuu. Yesu wakati anaishi mpaka anakufa hakuwahi kuwa kuhani mkuu, kwa sababu kisheria inakataa. Yesu alikuwa sio kabila la Lawi. Utawala wa ukuhani unabadilika baada ya Yesu kufufuka. Ndio maana sasa Biblia inasema hivi: vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa Yesu alifufuka kama kiumbe kipya. Yesu alifufuka na uzima mpya. Na wewe unapomwamini Yesu unahesabika hivyo umezaliwa mara ya pili, kama ambavyo Yesu alizaliwa pia mara nyingine. Sio kimwili, kiroho, kwa sababu alikufa kama dhambi kiroho. Mwili ulikuwa ule ule wa zamani, lakini akafufuka kama kiumbe kipya kiroho. Sawa? Ikasababisha ule mwili ukawa hauna nguvu dhidi ya roho. Na ndio maana na sisi tunapookoka roho zetu zinatakiwa ziwe na nguvu kuliko mwili. Ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi: kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema, Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa. Kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Ninaomba sasa unijaze
ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa. Hali ya kuomba, usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatiririka ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki utume huu.